Mungu huwa hafunui mchakato wa wewe wa kesho. Unanisikia? Mchakato wa wewe wa kesho haufunuliwi, ila picha ya wewe wa kesho inafunuliwa. Inafunuliwa. Unaweza ukawa unajua au hujui. Unajua au hujui. Kijana mmoja, mtoto wa mchungaji, juzi akaniandikia message, simjui, nafikiri ni mshirika. Anasema nimeota nipo kwenye majani mazuri, si kama naisahau. Alafu nyingine nimeota tuko gerezani tunajitahidi kutoroka. Tulipotoroka wenzangu wanataka kutoroka, wakakamatwa, wakarudishwa, na mimi ndio nilikuwa nataka nianze kutoroka. Maana nikajikuta kama vile niko chini ya ulinzi wa Makonda. Ndoto. Sasa nikamtafasiria kwamba ndoto ya kwanza, hayo mazao unavuna kijani kibichi ni ustawi, manono mema, baraka. Lakini hiyo ya pili, uko gerezani, inaonyesha kwamba bado uko katika mazingira ambayo huwezi ukachomoka. Bado shetani ana access katika maisha yako. Huwezi ukamiliki na kutawala. Huo ukijani ni kumiliki, flourish na kutawala, ustawi. Huwezi ukafikia maisha ya huko mpaka utakapo ruhusu nguvu ya kukutoa gerezani, ndipo utakapomiliki. Before you possess your blessing, there is a river. Sawa sawa. Unaenda Kanaani, hapa kuna mto Jordan. Lazima uvuke ndio uingie katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Unavukaje hii Jordan? Ni kutumia kanuni na maelekezo ya Mungu. Ndivyo ilivyokuwa. Wakakalishwa pale, wakaambiwa leo sasa mnavuka. Nani atangulie, nani afuate? Agano, sanduku la agano, iwe maelekezo. Kwa hiyo nikamwambia kitu cha kwanza ni mtoto wa mchungaji. Anasema sijabatizwa, 2, lakini hayupo karibu na Mungu hivyo, lakini anasema sitendi dhambi, sivuti sigara, sifanyi chochote. Matendo ya ukarimu hayakufanyi wewe kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayakufanyi wewe kuwa mtakatifu eti kwenda kutembelea vituo vya watoto yatima, wasiojiweza, vipofu, ukafikiri umemaliza. Lazima umkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na lazima uishi maisha matakatifu, na lazima ufanyike mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo nikamwambia hapa lazima huyu aombee sala ya toba, huyu lazima awe mwanafunzi wa Yesu, ndio atamiliki huo ustawi ulioko mbele yake. Nje ya hapo, hayo mema unayoonyeshwa hautamiliki, maana utakaa kwenye kifungo mpaka unaondoka duniani. Kwa hiyo Daudi sasa ameshapakwa mafuta, anatakiwa awe mfalme. Lakini wakati huo mfalme ni Sauli. Unajua wakati Daudi amepakwa mafuta kule nyumbani kwao, sasa tunafanya imagination. Shangazi nakwambia wanacheza, yani ni kusema tu jamani tumeukata. Jamani ndio amekuwa mfalme. Yani wanafurahi. Wanafurahia picha. Lakini hawajui kuna mchakato wa hiyo picha. Mwambie jirani yako kuna mchakato, ndugu yangu. Mchakato wa kufika unakotakiwa. Na Mungu huwa anatumia mazingira pia, hata haya ya kawaida ya mifumo ya kiserikali ya kidunia kuwezesha jambo lake. Kwa mfano, unatakiwa wewe uje kuwa jaji mkuu, uje uwe katibu mkuu, uje kuwa waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mfano. Sasa huwezi ukao huko. Mungu ana michakato yake ya kidunia ambayo ameiruhusu na yeye anaitumia kwa mujibu wa nchi yetu na sera zake. Huwezi kuwa katibu mkuu, ndugu yangu, ukiwa form 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi tukakaa kanisani likarababa, haijalishi niko darasa la 7 nitatoboa, nitakuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani. Labda ndani kwako. Lakini katika ile mifumo Mungu anatumia hiyo. Ndio maana unaambiwa mshike sana elimu. Maana yake kuna kusudi la Mungu ndani yako, ili uliishi inabidi Mungu akusaidie usome, ufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uende kule. Kwa unapokuja shuleni, shetani anajua huyu anakuelekea njia yake ni mambo ya akademiki. Akipasua hapa atapanda, atafika kule. Kwa hiyo hapa lazima disco.
hapo lazima tukuhamishe ada ili airishe mihula, airishe mwisho wa siku akate tamaa, aseme bwana maisha ni maisha tu. Mbona nina akili, sina elimu, nitatoboa. Umeua kusudi. Kwa lazima upambane. Kuna kusudi la Mungu linatimizwa na watu waliosoma wenye elimu. Na kuna kusudi la Mungu linatimizwa na watu ambao hawajui kusoma na kuandika. Mwangalie jirani yako mwambie hai. Sasa huu mfumo wa kiutawala wa kifalme kwa Daudi hapa ilikuwa ina ugumu, lakini Mungu ameshampaka mafuta awe mfalme. Daudi hatokani na familia za kifalme. Yese hakuwa mfalme. Na mfumo wa kidunia unarithishwa. Kama anatoka Sauli anafuata nani? Jonathan. Anatoka Jonathan anakuja mtoto wa Jonathan. Inaenda ile family bloodline. Sasa huyu Daudi anatokea from nowhere. Who is Daudi? From where? Which country? And how? Ila amepakwa mafuta awe nani? Awe mfalme. Ndio sasa angalia kinachokuwa. Mikali binti Sauli anampenda Daudi. Kete za Mungu hapo zinaanza kuchezeshwa. Anavyompenda, maana yake Daudi anaingizwa kwenye familia ya kifalme ili akwalifai kuwa mfalme. Daudi akimuoa binti mfalme, uwezekano wa kuwa mfalme ni mkubwa. Unaona hiyo kete zinazochezeshwa? Lakini nje hapo ni ngumu. Kwa hiyo ndio maana inaanza ule mstari wa 20, inasema walakini Mikali binti Sauli akampenda Daudi. Sauli ameshamuona Daudi ni tishio. Maana ana kibali cha Mungu kikubwa. Na kile kibali cha Mungu kwa Daudi kinamtesa Sauli. Anamuondoaje Daudi uweponi mwake ili awe huru katika utawala wake? Ndio hapa sasa anasema Sauli baada ya Mikali kumpenda Daudi kwamba mimi huyu Daudi sitaki mahali yoyote kwa ajili ya binti yangu. Aniletee magovi 100. Akisema kuyakata magovi ni issue nzito. Yaani ufike tu unafika tu unamwambia nani naomba govi lako. Ni ngumu. Maana govi ni ile ngozi iko kwenye uume. Unaposikia mtu anatairiwa, ile inakatwa kistaarabu, inakatwa inavutwa vizuri, unachoma sindano ya ganzi, inakatwa ship, alafu inashonwa kistaarabu na unakaa muda wa kutosha sijui wiki ngapi, alafu ndio unaanza kutembea kawaida. Sasa hii haikuwa ya ganzi. Alafu haikuwa ya kukatwa kiutaratibu kwamba visipishane, maana lile govi ukilikata vibaya jingine zile likachungulia hivi jingine imerudi. Unakuwa kama soksi. Nyingine imeshuka nyingine imepanda. Bila ganzi na bila utaratibu. Alafu unamfikia mtu ambaye amevaa, inabidi ufanye jitihada kwanza za kumvua, alafu ukate, alafu lile govi uondoke nalo. Unafikiri ilikuwa ni mission rahisi? Mtu tu amekaa, wewe nikate tu govi langu, shauri yako. Hebu tafakari hiyo mission ilivyokuwa ngumu. Wewe Sauli yeye anataka kukwamisha kusudi la Mungu, kumkwamisha Daudi. Maana amesema huyu nitamsakizia akileta magovi ili nimpambanishi, maana na maadui wawili Sauli wanaomletea shida katika himaya yake. Huyu amechaguliwa na Mungu, anajua ni tishio. Alafu kuna wale Wafilisti hawajachaguliwa na Mungu, ni maadui. Kwa anawaweka maadui wawili wagombane, wauane, yeye awe salama. Biblia inasema Daudi akaondoka na watu wake. Sema amen. Akaondoka na watu wake. Akasema mfalme amesema magovi 100. Maana yake uue watu 100. Huwezi ukamua mtu akiwa hai. Yaani unamkamata mtu anapiga tulia bwana, mimi nataka niwe mfalme. Kacha wewe. Hamna. Ile lazima mpambane, umuue ndio unalikata. Ukilikata unaweka kwenye mfuko. Mwacha marehemu unaondoka nalo. Hiyo ndio mahali. Mission. The mission must be accomplished. Unalipa gharama kwa ajili
ya maono makubwa ya Mungu ndani yako. Maono yakija, lazima wewe mwenyewe kuna sehemu you have a role to play. God cannot pray what you should pray. Sawa? Yaani kwa mfano huwezi ukafika saa 7 kwa Mungu nile nini sasa? Mungu nisomeje darasani? Hayo ni mambo yako. Hayo ni mambo yako wewe mwenyewe. Na kuna mambo Mungu mwenyewe anaingilia moja kwa moja. Moja kwa moja kwa sababu yako nje ya uwezo wako. Kwa unapojua kuna kusudi la Mungu ndani yako, lazima wewe mwenyewe kwanza usimame. Useme I see my future. I see my destiny. Kula kwako, ile lifestyle, kuongea, kuishi, lazima ujue mimi naishi kwa sababu kuna nafasi mbele natakiwa niishi. Kwa huwezi ukala ovyo ovyo tu. Unakutana hapo ujazi na limua na ndoto ya kuwa jaji. Yaani upo tu unatembea sivyo na zile ndala za Kimasai zile sio za Wasukuma uko tu. Oya wanangu vipi? Yeah, I'm a pastor to come. Yes, Mr. Pastor. Yeah, Mr. Pastor. One day, yes, Mr. Pastor. Ha! Kweli? Mr. Pastor, are you there? Au Mungu anataka uwe mama mchungaji, mama askofu, mama mwinjilisti, kama dada. Halafu ndo kamepiga kimini. Kana kwa jamani wow! Kimini kinapeperuka hivi. Kama kindege. Kweli, mama mchungaji. Mama mchungaji unamkuta yuko chumbani na earphone anapiga ya zutu. Mama mchungaji tukamu. Kweli huyu ni mama mchungaji tukamu huyu. Hatusubiri tuwe katika picha tuliyoiona jana ndio tuishi maadili na utaratibu. Tunaishi leo. Tunakalia hizo nafasi leo. Tunaziongelesha hizo nafasi leo. Kwa hiyo mwenendo wetu. Mfulai wadada wamepiga kama wanafunzi wa Dodoma Sekondari. Piga madera hayo au na nini? Baba! Ili hata ukifanya hivi sasa utuletee umepiga ya Yes we! Unaondoa uwepo. Safi sana. Yaani praise mmejua. Hayo mliopiga hayo ndio yenyewe hayo. Kama movie ya Serafina. Safi sana. Kwa hiyo unayaishi maadili kabla hujafika kwenye ile position. Uongeaji wako, ukaaji wako, tembea yako. Yaani usijilazimishe kwa sababu wewe ni binti sio nini. Unasema mambo kama miss bana. Jamani, mimi nachoka. Hicho kiuno nyosha. Nyosha kiuno chako. Sisi tunakujua wewe ni Mnyakyusa wa Mwakaleli, wewe ni Mnyakyusa wa Ipinda, kaa vizuri, wewe ongea hivyo hivyo Kinyakyusa. Sio unachua tena, wewe ongea nyosha. Hayo mapozi wala hayaendani na kusudi lako, na Mungu angalia hivyo. Kuwa natural. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hapa tumekutana mwisho siku tutaondoka. Lakini unaishije? Upo kumfurahisha nani? Hapa unakuja kumfurahisha Mungu. Watu wanapoteza kuishi maisha waliokusudiwa kwa sababu ya mfumo wa maisha. Unaiga yale majambazi. Wewe mwanangu chizi wangu mambo vipi shega mwanangu ya. Na unaiga umuomo mchungaji shega. Yule ameshaandaliwa na utawala wake kuwa roba yule robber. Jambazi. Kuwa muuza madawa ya kulevya. Sasa na wewe unamuiga. Wewe ni uzao wa kikuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uzao wa kifalme. Mwambie jirani yako nina ndoto mahali fulani lazima nifike.
Mwambie naomba unipige picha leo, maana utakaponiona utanishangaa sana. Mwambie nipige picha ya kumbukumbu. Sasa mafanikio ya Daudi yanakujeje? Anapotangaza ile mission, anawaita watu wake, anawaambia ndugu zangu, tumeishi maisha ya chini, ya ukiwa, ya shida, ndio, lakini kuna mission, tunaenda kupiga tukio la hatari la kutupandisha. Yaani kama vile namuona Pastor Mabula anasema, jamani kuna mambo lazima tuyafanye, tuingie kwenye maombi ya siku 40. Unasema 40? Is he serious? Yuko serious. Kwa nini? Kwa sababu mambo yaliyoko mbele yetu ni mazito. The work is too heavy, you cannot handle in a normal way. Kwa hiyo kuna nguvu lazima iingie, ipasue. Hivyo unacheza na anga la Dodoma, kuna miungu ya kina Mazengo imekamata anga. Dodoma hii ndio inafunguka sasa hivi. Ilikuwa ngumu kupenya anga la Dodoma, ngumu, watu hawaokoki wagumu. Yaani unaona wanakuambia omba, ndio ilikuwa hivyo omba hadi rohoni. Ni nini? Mkuu wa anga nani anatawala? Lazima wapatikane makomando wa kwenda kukata magovi wa Filisti. Sema amen. Na hao makomando ni wewe. Mwambie jirani yako tunaenda kukata magovi. Mbona unamkwepa kama umekana mkaka? Mbona unamkwepa? Maana mwingine akiguswa mkaka anashtuka. Sio wewe. Magovi ni picha kwamba tunakwenda kushughulika na maadui, kunyamazisha uwezo wao ili kusudi la Mungu ndani yetu liweze kutimia. Ndio ninachomaanisha. Mimi simaanisha sasa magovi ya kimwili. Kitu ambacho kinakwamisha mpango ndio tunakiondoa. Kwa Daudi anaenda na watu wake. Watu wanamuelewa Daudi. Wako tayari kuriski maisha yao ili kusudi la Mungu litimie. Wanajua tunakokwenda ni vita. Tunakokwenda wamejiandaa. Na wanajua Waisraeli wanakuja kukata magovi. Na kutukata magovi lazima watuue ndio watukate. Kwa hiyo wamejiandaa kulipiza na wenyewe. Wamejiandaa kusimama. Wamejiandaa kwa ajili ya vita. Daudi hana mzaa. Wanaondoka, wanaenda kutengeneza njia ya Daudi kuwa mfalme. Hawa watu wana imani na Daudi, kwa wameweka maisha yao kwa Daudi. Wanajua hii mission ikifanikiwa katika ufalme wa Daudi, kuna nafasi, kuna mpenyo, na Mungu wa Daudi atakuwa ndiye Mungu wetu. Lazima kama kanisa siwatii moyo, nawaambia ukweli. Uangalie kwamba huyu mchungaji, maana yake umeweka maisha yake. Yaani wewe unapoamua kwenda kanisani, mahali popote kuabudu, unasema kwamba ninaweka maisha yangu ya rohoni hapa. Ninaweka usalama wangu hapa. Ninaweka hatima yangu hapa. Maana huyu ndiye mwakilishi wangu katika ulimwengu wa roho, katika ukuhani. Kwa hiyo lazima ufanye maamuzi sahihi. Na mimi ninasema ubarikiwa umefanya maamuzi sahihi kuwa mshirika wa DCC, kuwa mshirika wa mchungaji Mabula. Umeweka maisha yako mahali salama. Umeweka maisha yako mahali sahihi. Umeweka maisha yako mahali ambapo utatoboa. Sio kwamba nakutia moyo tu, ndivyo ilivyo. Namba 1, mchungaji wa kweli hapimwi katika kuhubiri au katika miujiza. Namba 1 katika maadili, tabia. Maana tabia ndio itakayokubeba, sio miujiza, sio vipawa. Tabia ya huyu mtu. Huyu mtu anaposimama mbele, kuna connection kati yake na wewe katika ulimwengu wa roho. Ina maana kama ni mbovu, unaambukizwa ubovu. Na kama ni uzuri, unaambukizwa uzuri. Na mimi nakwambia, pokea uzuri wa madhabahu katika jina la Yesu Kristo.
Pokea uwezo wa kimungu kutoka kwa mpakwa mafuta aliyekabidhiwa jukumu katika madhabahu hii. Akaacha mambo mengine yote, akasema Bwana niko tayari. Mungu akamfunda, akamtengeneza. Huyu ndiye Daudi wetu. Alipoona amequalify, akakuchukua wewe kutoka Arusha, kutoka Sumbawanga, kutoka, maana Mungu anakusudi na wewe. Anakupeleka mahali sahihi ukalelewe, ili uende ukaifae Tanzania, uende ukalifae kanisa, uende ukaifae familia yako. Amekuletwa uko katika kufundwa, kutengenezwa. Yaliyoko mbele ni makubwa. Lazima Mungu akuandalie mtu sahihi kwa ajili ya kutimiza kusudi lake. Shida ya Mungu ni nani nitakayemkabidhi watoto wangu anilelee? Hao watoto nina ajenda nao, nina kazi nao. Huyu hapa nataka afike Umoja wa Mataifa. Huyu nataka aje kuwa mkubwa, mtu mchungaji. Huyu nataka aje kuwa askofu. Huyu nataka aje kuwa sijui baba nani. Hawa watu hawaanzii juu, wanaanzia chini kama Daudi. Ni nani yuko tayari nimpe watoto wangu anilelee? Atanilelea katika misingi yangu, ataifundisha kweli. Watu watafundishwa neno, sio maneno. Watu watafundishwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Watu watafundishwa kuishi maisha matakatifu. Ni nani? Mungu akikosa mtu wa namna hiyo, moyo wake unaumia. Maana na watoto wana ndoto yake, lakini ni nani atakayewasaidia hata wapotosha? Ni nani? Niliwahi kumkaribisha mtu mtumishi tu katika huduma hizi. Unamkaribisha tena afika anaanza kutongoza vibindi. Alafu mtumishi wa Bwana anaanza message, mambo vipi? Sasa Mungu ndio shida ya Mungu. Ni nani ambaye mtu genuine atakayesimama na kusudi la Mungu hata kama linauma? Huyu mtoto anapohitimu shule ya Mungu, atakapokwenda anakuwa ni mtoto wa matokeo. Anakuwa ni mtoto wa kutikisa ulimwengu wa roho. Ndio maana nakwambia kaza mwendo. Hapo umepiga huko kambini. DCC ni kambi ya kukuwezesha kufikia zile ndoto. Ukitoka hapa ukiachua kanisa litaenda. Ukitoka hapa ukienda kusimama madhabahu yoyote kwa ajili ya kusudi la Mungu, kwa sababu umefundishwa, mimi nakwambia litaenda. Kwa nini? Umefundishwa. You give what you have. You cannot give nothing. Wewe tukafika ukaongea. Wewe ukimaliza chuo hapa, mimi nakwambia utaenda kufundisha, kuongea, kuishi kile ulichofundishwa. Kuna 60% za ulichofundishwa hapa atakuwa maisha yako. 40% wewe mwenyewe sasa kwingine huko utakoteleza. Lakini msingi wa kweli utakuwa ni uliofundishwa. Kama ulifundishwa maombi ukayashika, mimi nakwambia utakuwa muombaji. Kama ulifundishwa utakatifu na ukaishi utakatifu, utafundisha utakatifu. Kama ulifundishwa pure doctrine na ukaishi, utaenda kufundisha hivyo hivyo. Kwa hiyo ukienda huko, maana yake wewe ni barozi wa serikali ya mbinguni duniani. Kwa hiyo Mungu anajivunia sasa mtumishi wake, na Mungu anasema yes, the mission is accomplished. Ili jeshi limeenea kote. Wale wa mama mmekaa mahali hapa na vijana mmekaa mahali hapa, ngongona itabadilika kwa sababu Mungu amewekeza kitu ndani yenu. Mnapokaa katika mafundisho, mnapokaa katika utakatifu, mnapokaa katika wanafunzi, mnaporudi nyumbani haui kama ulivyoingia. Kuna badiliko linatokea siku hadi siku. Hata mapepo yanashangaa, huyu mbona amebadilika siku hizi? Tulikuwa tunaweza kumfanya kigoda, siku hizi tukifika kwenye mgongo wake tunakuta moto. Zamani wakiingia tu wanasema hey. Wanakaa tu, mwingine ndi mchawi linajirukia kwenye mgongo. Wanaweka nyama za watu kwenye mgongo wako, ndio meza. Unamka jamani, kiona ngongo, you are powerless. Ndio maana nakufanya kuwa meza. Lakini mlokole aliyeiva hafanyi kuwa meza. Hakamatiki. Mlokole aliyeiva hakamatiki, hata akifa leo kaburi lake halikamatiki. Mungu analinda hadi maiti ya mlokole. Maiti ya mlokole inapiga pawa balaa. Wewe angalia Elisha alivyofariki, maiti yake nakwambia inanena. Amekufa lakini mtu marehemu akadondokea kwenye mifupa ya maiti, marehemu akafufuka. Wewe huo muujiza hatari. Yaani maiti inafufua, alafu yenyewe ni maiti. Kwa balaa ile na hiyo jamani.
mifupa, mtu alishaoza, maiti inadondokea kwenye maiti, alafu maiti inakuwa kiumbe hai. Alafu maiti inapokuwa kiumbe hai, wale walioibeba wanaiogopa maiti iliyokuwa kiumbe hai, wanakimbia. Wanapokimbia, maiti na yenyewe iliyokuwa kiumbe hai inajiogopa, inakimbia. Ulikuwa muujiza wa hatari. Ulikuwa muujiza wa hatari. Ndivyo alivyo mlokole, hashindwi. Tunapitia magumu na shida, lakini hatushindwi. Daudi alimjua Mungu, kwamba natakiwa niliishi kusudi la Mungu. Ni kweli amepakwa mafuta kuwa mfalme, lakini kuna jambo lazima aliishi ili kuwa mfalme mwenye nguvu na nidhamu. Kitu kinachochumbua sasa hivi, kuna watoto wengi tu anamaliza chuo kikuu, anamaliza sijui, wengine anakamaliza tu sijui nani form 4. Kitoto kimejua kukemea pepo, kinatembea toka kwa jina la Yesu, nakwambia toka. Pepo toka tayari. Baba, nasikia moto, fire, nasikia fire. Nasikia fire, nasikia fire baba. Kwa hiyo yani baba, nashukuru umenilea. Nilikuwa naomba nikapige fire. Kinaanzisha hapo International Miracle Center. Kinachukua Kiliku mjini, mziki mzito, kinamleta sui ya Ambwene Mwasongwe. Haya wakazi wang'ang'ana. Ule wakati wa kunyamazishwa kutoka katika majonzi umefika. Mtumishi wa Bwana mkubwa Mwakarundile Jackson, anayetumiwa na Mungu katika vipawa na nguvu, ataunguruma. Na mwimbaji nani atakuwepo mahali hapa. Watu wewe. Kinakuja katoto kamemaliza sui form 4, sui kamemaliza chuo, akavai hata socks, kanavaa tu visuruali vimebana, kinatokea na bonge la taulo kimeweka huku na mabodyguard 4. Hakiongei, kimenuna tu, kinaingia ndani. Yes, I see fire. I see fire. Tell your neighbor, this is in November to remember. Wewe acha mbwembwe, tunataka neno. Hatutaki maneno. Lazima tukubali kunidhamishwa, tuwe na adabu, tufundwe, tufinyangwe, kwa sababu tunajua wakati unakuja tutakapokuwa tumequalify, Bwana atatuinua. Tutakuwa na huduma zenye nguvu, tutakuwa na huduma zenye matokeo, tutakuwa na huduma zenye kumwonyesha Kristo, tutakuwa na huduma za kumtambulisha Kristo, sio kujitambulisha sisi. Kitu watu wanataka wajulikane wenyewe. Haleluya. Sema Mungu asadiki. Pumbavu. Kupiga peko zikabisa kipingi. Matusi hayo uwezi ukadani. Mungu asadiki. Mungu asadiki nini? Nyenyekea. Katoto kenye wewe, nani anakuinda pale mpaka tuletee mabodyguard 6? Nani anakuinda mwili wenyewe huu? Una jina gani? Una impact gani? Kinafunguliwa mlango na kuambia kimenuna tu, akiongei. Kinajifanya tu kinabii. Naona kuna mtu anakufuatilia kule kwenu. Unaona nini wewe? Wewe mwenyewe hujajiona. Wewe kituko. Sikiliza, huyu mtu inawezekana kabisa Mungu amemkusudia kuwa ni mtumishi wake, na ndio maana kuna dalili anaziona ye mwenyewe, kuna ndoto anaziona za utumishi, lakini bado hajaqualify, bado hajafinyangwa, bado hajafundwa, bado hajafika hiyo level. Anabidi akae, atulie kwanza, anyenyekeshwe, afundishwe, ili wakati wa Bwana ukifika sasa anaachiliwa. Mwambie jirani yako, ndugu yangu, kumbe bado, sikujua kwamba bado. Mwambie bado. Mwambie ni mwenyewe lakini bado. Kwa hiyo tulia. Wewe unataka uliwe kabla hujaiva? Hatuli vitu vibichi, tutaalisha. Ukiiva, piliwa, sasa watu wanafurahi. Lakini vikiwa vibichi, ndugu yangu, watu watahalisha. Sasa watu wanaenda kabla ya wakati. Daudi, Mungu ameshaona huyu mtu atatumika miaka mingi katika ufalme, lakini anatakiwa anyenyekeshwe kwanza, afundishwe, awekwe vizuri. Na ndio maana unaona baada ya pale sasa Daudi anakuwa ni mtu wa nidhamu katika kila jambo alitendalo. Hata hapa mfalme anapomtuma Magovi, Daudi anaenda kwa nidhamu, akiwa anamtegemea Mungu, akiwa na uhakika wa Mungu. Hana madesa yake yeye mwenyewe, ana kitu cha kimungu.
ila ana determination na commitment kubwa sana ya kuhakikisha ile ndoto ya Mungu inatimia. Anaenda na watu wake, wanamtia moyo, anasema twende mzee, hakuna shida, tuko pamoja na wewe. Kama kufa tutakufa wote, na kama kurudi tutarudi yote. Na mimi ninaiambia DCC, lazima sasa kwa hapa tulipofikia tuamue, iwe kufa au kupona, lakini kusudi la Bwana lazima lisimame, na tuseme kwamba Ing'ong'ona na Dodoma tumepewa na Bwana. Shetani akiangalia katika ulimwengu wa roho, anakuta kuna tuvijana tudogo tudogo, tudada tudogo tudogo, anakuta pia kuna wamama, anakuta pia kuna wababa. Hali zao za uchumi ni duni sana, hawamiliki magari na mafedha mengi, ila wanamiliki upako na nguvu katika ulimwengu wa roho, na hiyo nguvu na upako ndio inayotenda kazi. Na kila kunapoitwa leo, wanaona kanisa la Bwana linastawi na kunawiri. Kwa nini? Yule Mungu wa Daudi juu ya Israeli ndiye Mungu wa DCC juu ya Dodoma. Itakuwa na itatokea katika jina la Yesu. Hapa haupo na wala hujaja kutembelea, umeletwa na Bwana. Hapa hujaletwa kwa sababu kuna mtu amekushawishi. Hapa umeletwa na Bwana. Ndio kwamba tuliambiwa na Bwana kwamba niandalieni madhabahu hapa. Ninataka watoto wangu wawe hapa. Ninataka kuandaa kizazi hapa. Ninataka wamama wa Dodoma watakuja kulishwa hapa. Wababa wa Dodoma watakuja kulishwa hapa. Mabinti wa Yudom watakuja kulishwa hapa. Vijana wa Yudom watakuja kulishwa hapa. Mungu anasema, sisi hatuoni anachokisema Mungu. Sisi tunasema itakuweje. Mungu anasema niandalieni madhabahu. Tulipokubali na kutii, wewe leo ni matokeo ya kusudi la Bwana mahali hapa. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Wewe ni matokeo ya kusudi la Bwana. Sisi hatukuona ila tulitii. Tulipotii, Mungu amelitimiza kusudi lake. Kwa wewe hujaletwa na mtu hapa. Kuna mtu anasema mimi ungeperform DCC. Hapana, huyu alitumika kama chombo. Wewe umeletwa na Bwana. Mwambie jirani yako, wewe umeletwa na Bwana. Mwambie kuna jambo la Bwana mahali hapa. Mwambie kuna kusudi la Mungu mahali hapa. Mwambie tulia na unyenyekee. Daudi akaondoka, watu wameshika mapanga, watu wameshika visu, wanaenda kwenye magovi. The mission must be accomplished. Na mimi ninaona katika ulimwengu wa roho kama vile ndio tunaenda sasa. Tunakula Pastor Mabula katangulia, anatembea haraka tu kama vile namuona na mke wake pembeni, wanaenda kukata magovi. Alafu wana DCC wako pamoja na mchungaji wao, wamebeba mapanga. Wewe Wafilisti wako wapi? Wanaokuhamisha ndoto ya Bwana wako wapi? Wanaokuhamisha kusudi la Bwana wako wapi? We are coming against you, nobody to stop us. Na mimi nasema DCC hakuna wa kuwazuia. Shauri la Bwana lazima litimie. Shauri la Bwana lazima lipite. Shauri la Bwana lazima lionekane. Shauri la Bwana lazima tuliishi, na tutafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Maana ule upako wa Roho Mtakatifu uko juu yetu, na mamlaka ya kimbingu iko pamoja na sisi. Chochote kinachosimama kuharibu lile kusudi la Bwana hakitakuwa sehemu ya maisha yetu. Tunakwenda kubomoa katika ulimwengu wa roho. Hakuna shetani, hakuna mchawi, hakuna mapepo, hakuna mwenye mamlaka wa kuzuia mpango wa Bwana mahali hapa. Na mimi nakwambia, shikamana na mchungaji wako, shikamana na uongozi. Sikiliza sauti ya Bwana kutoka kwa viongozi wako, maana kuna jambo kubwa linakwenda kutokea. Kuna mafuriko ya uamsho yanakwenda kutokea. Kuna mpenyo unakwenda kutokea. Kwa nini? Kuna watu wamekubali kulipa gharama na mchungaji wao. Kuna watu wameamua kuambatana na mchungaji wao. Kuna watu wameamua kumtia moyo mchungaji wao. Kuna watu wamesema hatung'oki Baba, tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja na wewe mama yetu. Tuko pamoja na nyie wazee wa kanisa. Tunasonga mbele pamoja na sisi. Tunasonga mbele pamoja na ninyi.
tuongozeni na mtuombee. Hatutawatelekeza, hatutawaacha na wala hatutasusha. Kwaya tutaimba, praise tutaimba, na huduma tutafanya, na kwenye ujenzi tutatoa michango yetu. Haijalishi nina shilingi ngapi, hicho kidogo nilicho nacho ndicho uwezo wangu, nitakitoa kwa ajili ya matokeo makubwa. Na Bwana anafurahishwa na watu wenye mioyo ya namna hiyo. Yule Mungu wa Daudi akawa Mungu wa wafanyakazi wa Daudi, wakaenda wakatimiza kusudi, wakarudi na magovi 200. Hawakurudi na magovi 100. Walikata magovi 200. Walipiga magovi ya ziada 100. Mfalme akamwaga mzigo huu hapa. Hii hapa 100 ya kwanza, hii hapa 100 ya pili. Kwa nini? Inaweza kutokea usanii, mkasema mengine mmeyakata yamechongoka, rudisha, yakapungua. Kwa hiyo mtachambua wenyewe. Mazuri mnayotaka mtabeba, yanayobaki mtamwaga mtoni. Maana yake unapigwa tukio, unakosa sababu. 200 wamemaliza mission. Alafu wazee wamerudi kambini, wamekaa na Daudi kama kinyonge tu, wametulia hivi. Sura za upole lakini baraka katika ulimwengu wa roho. Mwambie jirani yako ndio wewe. Mwambie katika ulimwengu wa roho ni hatari sana. Mwambie japokuwa sura yako kama vile unanyonywa. Maana watu wana sura. Amen. Amen. Huyo mtu ni hatari katika ulimwengu wa roho. Ni bouncer katika ulimwengu wa roho. Lakini katika ulimwengu wa mwili unamchukulia poa, yupo tu. Hapana. Subiri, very soon as possible utaona madhihirisho makubwa. Maisha yako hayatakuwa kama yalivyo. Na mimi subiri kukutia moyo na kuambia ukweli. Maisha ni kanuni, sio kutiana moyo. Kanuni. Ukimesa hapo na kanuni haitokei. Ndio wewe ukaniambia haleluya, ninaona gari lako, ninaona unanunua meli. Na kununua madhabahu, naambia hatuna mpango wa kujenga meli. Tuna mpango wa kujenga kanisa. Toka wewe uvai. Ninaona unanunua SGR yako unamiliki. Are you crazy? Na ipitishia wapi mimi SGR? Hatuna maono sisi SGR ya mtu mmoja mmoja. Unatukalisha hapa kanisani unatuambia ninaona wangapi wanataka wanunue SGR, nina upako nataka niachilie, unanyosha mkono wewe. Kwa msukule, kanisa la watu msukule hilo. Kila mmoja aendeshe, unaanza kuendesha SGR. Haya milango inafungwa. 5 minutes left. Kocho. Haya tunaelekea Dar es Salaam. Bibi. Kechi. Haya ngele sijui wapi. Chalinze sijui. Are you crazy? Leta mambo yaliyonyoka. Mambo ya kweli ambayo yanagusa moyo. Sio mambo kuniambia utanunua lori. Anza kuendesha, pangua gia. Alafu ngine mimi nanunua STI endesha. Niko mlima Ngong'ona. Achimwaga hapo nafika. Misukule, kanisa misukule. Gari ni vitu vidogo sana, utapata tu. Wala usipate shida. Wala una haja ya kupiga kelele, baba gari. Tafuteni kwanza ufalme. Gari hata wachawi wananunua. Nyumba hata majambazi yanajenga. Fanya vitu exceptional. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tulinganisha. Haleluya. Tuliokoka. Tunavaa suti nzuri, tunapendeza. Wewe, kuna watu wana masanduku na makabati 6 ya suti. Alafu unaabudu shetani. Hata kuleta injili ya mavazi wala hailipi. Kuna hela nyingi zipi? Zimetoka wapi? Alafu unakaa kanisani asubuhi mpaka jioni. Baba naomba hela. Ndio nyewe mnaimba ala mbinguni, nataka gari, nataka nyumba. Hivi wewe, vipi wewe? Unapoteza muda, omba vitu serious. Omba vitu serious. Ndio maana hatutoboi, tunaishia kutoboa masikio na pua tu. Maisha hatutoboi. Maana tunaomba vitu vidogo, vitu vya nani? Hebu tafuta kwanza ufalme. Mmoja mwambie Bwana asante kwa kuniokoa. Maombi yangu mimi huwa ni hayo. Mungu mmoja, kiburi kisitajwe katika maisha yangu. Kiburi. Mimi wanajikemea kiburi na majivuno yakitajwe katika maisha yangu. 2, Mungu nisaidie nizidi kukupenda na kukaa katika utakatifu. Ndio maombi yangu. 3, Mungu naomba baraka zako zinifuate. Zipi? Ni nyingi mno kuliko ninavyowaza. Ndio ninapomwambia. Ombea mambo serious au mengine yatakuja tu. Yatatokea.
tumwambie Mungu nilinde na mabaya, akupe afya. Umeokoka, una afya ya kiroho, pia uwe na afya ya kimwili. Maana ukifa maono hayatatimia. Na shetani anakushambulia sana. Anapiga afya, unaambiwa mara una pneumonia, mara una kifua, mara sijui na nini, magonjwa ajabu. Kataa kwa jina la Yesu. Ukiugua sema ninaumwa lakini mimi ni mzima, ni magonjwa feki. Ili ni kombola, ili ni mashambulizi. Unang'ang'ana. Tena wakati mwingine unakuwa na hasira, tunatoka huko kama ni bwenini huko, unatoka saa 11. Unakuja unapiga risali zima huko peke yako, tunang'ang'ana tulikara baba. Ninakataa. Wameniambia sijui nataka nifanywe operation ya maini, sijui na utumbo mpana. Ninakataa kwa jina la Yesu Kristo. Sio kila kitu nakimbilia hospitali. Kuna mwanafunzi alikuja kule DS. Akasema korodani moja imeingia ndani, imekataa. Moja kubwa, moja haipo. Hamna. Akamwambia sasa hauna korodani moja, lazima ufanywe operation. Ilikuwa Jumapili, akamwambia Alhamisi. Korodani hamna. Unaelewa korodani wewe? Unafanya unaelewa? Unazielewa? Umesoma reproduction, unaelewa. Sawa. Unazifahamu? Sawa. Tuendelee. Ameambiwa Alhamisi operation. Nikamwambia hamna. Operation haiendi. Kwa nini nikamwambia hivi? Nikamwambia sasa jamani, naomba niseme hiki kitu. Huyu hapa korodani moja imepotea, haipo. Na anapata shida, anaumwa. Alhamisi anafanyiwa upasuaji. Ninaomba tuivute, tuite korodani ya pili ipatikane. Maombi ya kuvuta korodani yakaanzishwa pale. Wanacheza nini? Mungu ashindwi. Tukaiombea korodani tu. Mungu akasachi, sijui ilikuwa wapi. Sasa nikamwambia sasa useme unataka iwe kubwa au ndogo, maana tunaweza kuvuta katokea bonge la korodani. Hakwenda kufanywa operation. Yupo hakufanywa. Na mimi nilisahau juzi nakuja kwa baba, ni mimi yule uliniombea, yule wa korodani. Unakuja sijui eti mambo madogo. Mtu anaambia eti ana uvimbe sijui ndani ya titi, anakuja na uvimbe. Operation ya titi, sijui kansa. Tunaweka mkono kwa jina la Yesu. Titi lako liwe na kibali. Bwana aliguse. Titi linatulia. Yes. Uanze kukatwa titi sasa hivi, maziwa ya mtoto. Mtoto ananyonya liziwa limoja tu. Limoja sio, unaweka mapamba kwa ndani, unavana sidilia. Watu wamepona kansa za matiti. Mungu anaweza yale wanadamu hawawezi. Anaweza. Unajua sisi tumeokoka, sisi sio watu wa dini. Sisi tumeokoka. Na kama tumeokoka lazima tuwe watu wa imani na tuwe watu wa kumtafuta Mungu ili tutetewe na Mungu. Afya zetu zinawindwa kwa sababu shetani anakuona wewe uko ng'ambo nyingine. Na ili akukwamisha na kukupa mateso, sijui sikoseli. Unakula tu vyakula vyako. Wewe sikoseli ndio nini? Hakuna. Mimi mtu ukiwa na ukimwi njoo. Ukiwa na kansa njoo tuombe. Tunakuja na mafua. Acha, yani siku ya 3. Yani nimebana na kuweka kibao kwanza. Pia! Rudi ukaketi. Leta vitu vizito. Umeambiwa sijui maini yamefinyangwa njoo ili tumzidishe Yesu, maana anayeponya ni Yesu. Yesu wa mambo mazito ambao wanadamu hawawezi. Mafua kunywa Piriton huko uendelee. Yaani unajua kanisa, watu hawaelewi maana ya kanisa. Wanafikiri labda tu ni watu wamekusanyika tu kama comedy. Amen. Kanisa ni kitu serious. Yesu anasema malango ya kuzima hayawezi kulishinda kanisa. Kwa hiyo ukishaelewa, mimi nakwambia hata maisha yako, maisha ya asiyeshindwa, unaenda huku narudi huku, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye masomo, unajua sitashindwa. Maombi yanabadilisha mimi nawaambia. Yaani maombi usiishie tu kuyasema kwa juujuu. Maombi ambayo umeamua yanabadilisha. Na wewe kuna mambo mengi sana yaendi kwa sababu unaomba tu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ukizidisha neema ya Bwana yetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, umemaliza. Piga maombi mpaka unanuka damu. Piga maombi mpaka unatoa mate meupe kama maziwa. Kidade hicho kinatoka kimenuna tu. Mwamba. Yaani unajua kuna sura nyingine hata mtu akitaka kukutongoza, yani akikuangalia hivi anakuta unawaka tu moto. Mwamba. Oya sister, unasemaje? Au basi tu. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Maana maombi yanaleta upako.
Dada mwenyewe umekaa ndugu yangu unavyotembea tu. Hiyo sio sura ya maombi. Hiyo sura ya maombi. Hivi upikwe kabisa kwenye maombi utokote. Sio ule mchemsho tu umechemsha vuguvugu. Umechemshwa mkaka kwenye maombi umetoka kabisa. Upaka umefika mahali unamuona Musa, unamuona Elia. Unatoka, yani huna shauku ya duniani, una shauku ya mbinguni. Utatamani makalio. Utatamani eti mdada amevaa blouse hapa, ameweka ameboost hapa. Anakuja, jamani John, yani mimi nilie somo Nina somo siri. Hivi utaendelea kuangalia yule mwalimu naye mkali, yule mwalimu. Hivi umetoka kwenye maombi utakuwa na shauku hiyo? Mlokole unaijua kujifukiza kweli kweli kwa Bwana. Hata kama watu wanapita wajavaa nguo ndani, anapita Singida, Mwanza, Songea, Tegeta. Hivi utakaa kweli useme, jamani, watu wanatutega. Watu hivi wewe mlokole utasema hivyo? Paulo mwenyewe anasema yani mambo anaona ni mavi tu. Anasema ni mavi. Yani shauku yake kwa Kristo, hivi vitu vya dunia vya kuondoa kujua, anaona ni mavi tu. Tunakujiita na mguu wa bia. Wewe mguu wa bia unakusaidia nini? Kwanza huna adabu. Unataka kulewa mguu wa bia. Una hamu na bia. Mlokole. Si kituko hicho na ukicha. Mlokole anawaza mambo ya mbinguni. Una concentrate kwenye maono yako. I have a dream. Unajua baada ya hapa UDOM naenda wapi? Nataka nisome masters. Nataka niende hapa. Nataka nifanye hapa. Unajua. Utaanza kukaa unajibu memesi mpaka saa 8 usiku. Kanisa lilokole limekuja na kanisani hapa. Na kuna watu hapa nilikuwa nawavizia hapa sijawaona, nimekutana nao hapo. Sijui wamekuta wakaondoka. Hidi kijana kaka wameshachelewa, wanakuja wako njiani wawili. Nikasimamisha gari. Nyie ni wachumba. Kwambia okay, ingia kwenye gari twende kanisani. Sisi tunaenda ng'ambo kule kaza mna bahati. Ningewafikisha kanisani nyie leo mngekuwa example. Mbona kadada kantangulia likaka liko kwa nyuma linaangalia makalio tu. Yaani unaenda kanisani. Kanisa gani hilo? La wachawi. Sisi tumetengwa, tulipookoka tumetengwa. Ni wanadamu, tunaishi na wanadamu wengine lakini tuna maisha ya aina mbili, mbinguni na duniani. Yaani muda wote sisi tunaweza tukabadilika, tunaingia mbinguni na tunarudi duniani. Maana yake tuna supernatural na tuna natural. Ndio maana unaweza kushangaa leo tu unataka kwenda cafeteria pale Rwanda kwambia no cafeteria, nenda forest. Unashangaa unaacha tu, kumbe kuna jambo, kuna mlipuko huko. Nini? Mbingu imepiga emergency call. Unapiga kumbe mama yako kuna anataka kukabwa na kibwengo afe. Unapiga unashangaa kule kwa mama kunatokea mizinga tu kama komando ya mbinguni. Anaenda kumtetea mama yako. Wewe huko unasoma, lakini yale maombi ya saa 8 yamemsave mama. Nini? Sisi tuna uwezo wa kuhama tukaenda mbinguni na tukaja duniani. Lakini wengine wanaweza wakahama wakaenda kwa shetani wao. Sasa giza haliwahi kuishinda nuru. Sasa bila hiyo nguvu, bila kuamua, ndio maana unanyongwa, ndio maana unakana maagent hapa chuoni. Vidada vimetumwa kuja kukutega tu. Tunapoteza wadada kibao, wakaka kibao. Tunakamata watu pale, ametumwa mission. Unapita na kiwango chako cha kisoda, wokovu kwenye kisoda hivi. Kidada kikuangalia tu kama Sam, tayari ile sauti inakuchanganya, unarudi nyuma. Unasemaje? Umeniita. Ndio umeshatekwa. Tumekamata watu kule maagent kibao amesajili kwenye simu. Hadi na warokole, magrupu matatu. Anasema sisi sio tukimtongoza mtu sio lazima tulale naye. Ni yeye tu akiweka commitment tumwambia nimekupenda, tukaunganisha mahusiano akasema nikupenda, tayari umeshakamatwa katika ulimwengu wa roho. Ni agent kule kanisani. Wanatatuma ile wanakuta mai dear dear. I'm not your dear, I'm your sister. Call me blood sister Maggie. Tena sio Maggie tu, maana ngine Margaret ameitwa kule Usukumani hataki. Mag. Wewe ni Margaret. Umekuja chuoni huko vizuri, unarudi marehemu nyumbani.
umemezwa. Hapo unafika kanisani, Bwana asifiwe, Mungu akubariki baba, kwa maombi nilikuwa chuoni tumemaliza vizuri, mama mchungaji asante, ulinipigia na simu ulikuwa niombea, wazee wa kanisa Mungu awabariki sana, kanisa asanteni sana. Yaani kanyenyekevu, kumbe kidelila kilishapoteza Yesu. Hiki kitoto kibaya kimejua na kuongea tu kidogo. Unajua kule chuoni of course unaishi, lakini sometime unajua mazingira hadi. Wewe una ndoto na ili itimie, kuwa kama Daudi. Onyesha tabia njema. Nidhamu inamfanya Daudi kuishi maisha ya ufalme. Ndio maana anakimbia poli kwa poli, anakimbizwa na Sauli, anakimbizwa Daudi, anakimbia. Daudi ametoka kula kifalme, ametoka kula ikuru. Mapepo yakilipuka yeye ndo anapiga kinanda. Usinipite moko. Pepo zinakimbia. Mfalme anafanya majukumu ya nchi. Kufumba na kufumbua, yule mfalme kambadilikia Daudi. Aliyekuwa anakula meza moja na mfalme, aliyekuwa anafanya praise team, anaingia kwenye majaribu mazito. Anaanza kuwindwa poli kwa poli, mlima kwa mlima, kichuguu kwa kichuguu, msitu kwa msitu. Alafu majaribu tu kidogo hapa, ada, sijini airishe mwaka, ada imekataa. Wewe bado unatengenezwa. Unapigika mpaka unakosa hela hata ya kugongea, hata buku ya kugongea. Unaanza kunywa maji ya kugugo. Ukija kanisani unatamani uje na chupa ukinge ya pale kwenye nani. Mambo yamekataa mazito. Alafu unashangaa majitu tu yanaenda night club usiku, yanakuja na mahera hivi. Alafu wewe mlokole unashangaa umepigika. Yaani bumu 500. Alafu ndugu yangu majanga nyumbani, mama anakuambia, "Nitabia mwanangu hata hela ya vocha." Unaweza ukachanganyikiwa. Alafu Mungu anasema hiyo ndio chorus ya wokovu, nataka nikuone na kutengeneza. Maana ninaona Malkia Esther, Bwana Yesu asifiwe sana, na kutengeneza. Maana namuona mfalme Daudi. Daudi mfalme alitengenezwa, aliandaliwa. Hayo mambo yaliyoko mbele yanahitaji maamuzi yako leo. Mungu, yani God cannot decide on behalf of you. Ni wewe unafanya maamuzi. Urudi nyuma au uendelee. Na unakutana na vijana kutongoza, mtoto mzuri, mtoto mkali, unapata shida nini wewe? Shika hizo misimbazi 30,000. Alafu jana umekula mkate na maji. Unapigika mpaka unaamua kunyoa nywele, unakuwa kama golikipa wa Yanga. Yaani una hela ya kusuka hata twende kilioni, twende sendo funa. Lakini bado Yesu naye. Ikikulazimu mpiga upala, siku moja utanunua mawigi mpaka utakimbia mwenyewe. Utayapanga sio haya madogo madogo haya ya manyoya makatani. Utanunua mawigi yenyewe original. Unapanga kabati, unachukua hilo unaliangalia. Unachukua hilo unaliangalia la milioni 1, la milioni 2, la 3. Unasema jamani mimi nimechoka mawigi. Ngoja tu niende saluni nipunguze kidogo. Alafu kabati lina mawigi hivi. Nyakati hizo zinakuja, lakini kabla hazijafika hizo Mungu anahitaji nidhamu ya sasa hivi. Unapigika mpaka unaogea sabuni na unapaka kama mafuta sabuni. Na Yesu bado anakuangalia, anaangalia nidhamu yako. Na wewe sasa wala usijionyeshe kwamba huna. Na wengine anakuja kanisani hapa wakati wa matoleo, anakuja hana kitu, anaweka mkono hivi. Achana na ujinga huo. Wewe cheza tena wakati wa kutoa zaka, wasindikize unaotoa. Na naomba Mungu, unaona sina, mimi ukinibariki nitakutolea baba, unajua moyo wangu sina. Sio nifanya namba buku. Sadaka. Acha kugongea sadaka. Mwambie jirani yako usigongee sadaka wewe. Kama unasema sina, mwambie Mungu sina. Hauja hapa kumfurahisha mwanadamu. Tunakuja kumtolea Mungu kwa kupenda. Ndio maana watu waliokoka wewe wezi hapa tukakupigia maandiko 80 ya utoaji. Haleluya. Lazima utoe. Usipotoa hiyo hela unaenda kununua sanda. Ndio mnaanza. Huo ni utoto na utabarikiwa. Sio unatakiwa uende mbele za Bwana kwa kupenda na kwa furaha. Unamtolea anayebariki, unamtolea aliye chanzo cha baraka zako, unamtolea aliye na vingi kuliko unavyotoa. Amesema ni jaribuni kwa matoleo.
Hapa simu unakuja nyumbani mwa Bwana eti na shilingi 500, shilingi 200 tunapita. 200. Na maisha yako yatakuwa ya 200 hivyo hivyo. Utatoa 200 wewe utaugua. Unaambiwa tu kuna mshipa hapo umepita hivi badala ya kwenda hivi. Takiwa operation. Bima yako haisaidii, unaambiwa ongeza 400,000. Ndio utajua. Si utatoa 200 wewe zitoe. Mungu anajua kukaba. Unajifanya baili, Mungu habailiwi. Tunatoa maisha yetu na vitu vyetu tulivyo navyo kwa uwezo tulionao. Na tunatoa na zaka. Hivi hapa natoa zaka kweli hapa? Maana wanafunzi wengi wanaongozwa kwa kutokutoa zaka. Jamani, kaida kenyewe ndio haka tumepokea yani 300,000. 300,000 toa 30 usile. 30 ukipata boom toa zaka. Usiniangalie. Itakusaidia. Mimi kuna mtu ni marehemu, alikuwa anapata boom hela kidogo. Sijui laki 200. Anatoka Kagera huko. Akaniambia, "Pasa, naomba nisiwe natoa zaka, nyumbani wana matatizo makubwa, wana dhiki kubwa. Nikipata na mimi ndio huwa napeleka huko." Nikamwambia, "Sasa sikiliza. Zaka toa kama kawaida, alafu ukiwa na shida niko tayari nikupe 50,000 ambayo sio ya zaka, nikupe ya kukusaidia. Lakini 20,000 ya zaka uitoe. Maana ile ni ibada, inahesabika kwa Mungu, sio kwa mchungaji." Sikumtia moyo katika ombi lake. Yule kijana amemaliza, alisoma Kifaransa na nini. Amepata kazi Dar es Salaam. Hakumaliza hata mwaka. Alikwenda Pasco, sijui nani yule Pasco. Akafariki. Sasa ningekuwa nimemtia moyo, mtu anakufa wewe mchungaji unabaki, ulimpotosha. Utoi zako unafikiri kwanza utakula utashiba, ndio maana ushibi. Na ukiendelea hivyo mimi nakwambia Mungu ndo atakupa atakupa marafiki wengi wapigaji tu. Wewe mwanangu buku tu yani, buku tu. Utashangaa ila chuma ulete sio chuma ulete. Cha Mungu mpe Mungu, baki na cha kwako. Alafu uone kama Mungu atakupungukia katika maisha yako. Nimekuambia unafanya utangulizi, somo naliachia hapa ili nje nimalizie. Sema amen. Kwa hiyo Mungu akubariki, sema amen. Umekasirika? Umenuna? Kikubwa ili uishi ndoto kama aliyoishi Daudi. Utakatifu lilikuwa nguzo kwa Daudi. Hakuishi maisha yake, aliishi maisha ya Mungu. Ishi maisha ya Mungu ili uje uishi maisha ya Mungu kesho. Ishi maisha ya Mungu ndani yako ili uishi maisha ya Mungu aliyokupangia kesho. Na Mungu amekuleta chuoni na amekuweka wewe unaishi huko Ngong'ona kwa makusudi, huku changanyikana na kuweka. Kama wewe ni dada utatongozwa sana, wewe mwanamke utatongozwa sana na umeolewa, alafu Mungu anaangalia. Hakuna upako wa Mungu kuja kuambia watu wakuone wewe kichuguu. Watakuona ni mwanamke na watakutongoza. Wewe Bwana anajifunika. Kwa hiyo wakiniona njiani waone tembo. Hawakuoni tembo, wataona binti. Ili ujaribiwe uonyeshe ujinga au nidhamu kwa Mungu. Alafu ndio hapo mahali pa kubarikiwa au mahali pa kulaaniwa. Ukionyesha nidhamu katikati ya kujaribiwa, baraka zako zinafunguka. Ukionyesha ujinga katika kujaribiwa, ndio umepoteza baraka zako. Kwa sababu jamani, hivi mimi jamani ninakuweje? Yaani wananitongoza eti kinajifaragua. Yaani mimi nikipita dada, sasa hivi mimi nikoje? Unaona fahari? Wewe mzinzi. Wewe jibu kama mtu wa mbinguni. Unasemaje? Sisi tunajua mambo fulani tena. Yapi? Jua nimekudondokea mwanangu, si unaelewa tena. Mbona hujavunjika mifupa, umedondoka wapi sasa? Sielewa mambo fulani, siyaelewi. Unazingua, sizingui. Kuzingua ndio nini? Wewe vipi wewe? Mimi vipi ni aina gani? Ni aina ya nini? Ya nguo kwanza, Ongea kistaarabu. Unataka nini kwangu? Sema. Alafu namwangalia macho mita 100. Unataka nini? Niko hapa. Unajiamini. Sio mwe kaka, mshauri hapo. Nimeokoka. Mimi naogopa we. Naijua hiyo. Umeokoka unajua hiyo ipi tena? We ongea kwa kutetea maslahi ya mbinguni. Bwana Yesu asiwe sana. Yaani isiwepo sababu yoyote eti nilio alinishawishi. Kabini kangu kule tiba akasema najua dadi anaenda kusikiliza dota. Sasa kaniita tukaenda kujisomea. Sasa nikafika pale ile kijana anajua sana sijui physics sijui kitu gani huko mambo ya madawa huko. Sasa nikakaa alikuwa 3. Baada pale mmoja akatoka. Tukabaki wakabaki wawili na mimi. Na yule mwingine tena akatoka. Akasema sisa nakuja.
Amesema alivyosema, sasa tukabaki wawili. Tukabaki wawili tukasoma. Sasa huyu akanibusu tu, nikaona kubusa si no sweat, haina shida, sinaelewa tena mambo tu ya kawaida. Akanibusu tu kawaida. Baada ya pale tena akarudia kunibusu, ndio sasa nikashindwa tu kuelewa na kuja kushtuka, ndio hivyo. Ya pumbavu, hao ni mambo ya kuniletea mimi kuniambia. Alafu mara moja hiyo nakapata mimba. Amekuja kujifungua huko Ujasi. Alafu yule kijana anamwambia sina uwezo wa kulea mimba. Mimi kwetu ni maskini. Alafu mtoto yatima. Na kwenye geto la mtu. Yeye nitembelee mai. Unaenda na vimaepo vyako viwili. Kacha na sikomkiko zako. Kacha. Nifika. Nishafika mwana, fungua mlango. Unakaishwa kwenye kiti pale na unakaa. Wewe. Swala naingia kwenye empire ya simba, natoka salama. Lazima una mipaka kulinda, kusudi linawindwa. Ukimpa shetani nafasi tayari umekwenda. Basi nyamaza. Sijui ndio imetokea jana na wasiwasi na wewe. Hebu tusimame. Tamwambia mchungaji usimlete